mtazamaji wa Global Vibes TV, tumaini langu ni kwamba wewe ni mzima wa afya kabisa. Unazidi kutufuata moja kwa moja katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mji wa Uvira, tarafani Uvira, pamoja na mji wa Fizi, katika mji wa Baraka, ambako tarehe 18 za mwezi huu wa kwanza mwaka 2026, ambako wahasi wa M23 wameweza kutoweka na kuondoka na kuacha mji wa Uvira kuwa hamna bila askari mmoja wa wahasi wa M23, huku ikipelekea wakaaji wengi wa Uvira kuweza kusherekea kutokana na kifungo ambacho walikuwa wamefungwa na wahasi wa M23 kwa mauaji pamoja na uporaji wa mali na vitu vyao ambavyo walikuwa navyo katika mji huo wa Uvira, huku watu wengi wakiendelea kusherekea na shangwe kubwa sana ya wakahaji wanaopatikana katika mji huo kutokana na kuenda wala kuondoka kwa wahasi wa M23, huku serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari imeshaanza kusukuma vikosi vyake kuingia katika mji huo, na hata pia kumeonekana meli kubwa ambayo imetoka katika mji wa Kalemi kielekea katika maeneo ya Uvira na tayari imeshawasili katika mji wa Uvira. Na haya yote yanatokana na diplomasia ambayo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kuweza kufanya mkataba wa amani pamoja na nchi ya Rwanda, huku akishutumu Rwanda kuwa ya kwamba ndiye anayeweka mkono kwa kusukuba vikosi vyake kuweza kushikamana na wahasi wa M23, lengo na madhumuni lake ili apate kupora mali za Kongo. Wakaaji wengi wa Uvira wameshangaa na kuachwa na butwa kutokana na hali ambayo wahasi wa M23 wameweza kuionyesha katika mji wa Uvira, huku walikuwa wakidhani ya kwamba ni kweli wamekuja kuwagomboa, kumbe ni wezi, kadiri ya gisi wakaaji wengi wanavyoendelea kusema, wakisema kuwa ya kwamba waasi wa M23 wamepora hata lami ambayo ilikuwa ya maendeleo, kuweza kuweka lami katika barabara inayotengenezwa ya taifa nambari 5 katika mji wa Uvira imeweza kuondoshwa na kubebwa na wahasi wa M23, huku wakaaji wengine wakilalamika kuwa ya kwamba mifugo yao imeweza kuondoshwa na wahasi wa M23. Wengine wenye maduka na bidhaa mbalimbali wakilalamika wakisema ya kwamba vitu vyao vya thamani vimeweza kuchukuliwa na wahasi wa M23, huku wengine wakilalamika kwamba kuna magari ambayo yameweza kuchukuliwa na bajaji pamoja na pikipiki zimeweza kuchukuliwa na wahasi wa M23, na hiyo ndiyo ambayo imepelekea mji wa Uvira kuwa na shamra kutokana na hali halisi ya kuweza kuondoka wa hao wahasi wa M23 katika mji huo wa Uvira, huku wazalendo baadhi ya wamoja wakianza kuonekana katika mji huo na baadhi ya wanajeshi wa FRDC ambalo ni jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kuonekana katika mji huo. Na nikujuze tu mpenzi mtazamaji, nikudokeza kidogo kwa kila ambacho kinachoendelea huko mjini Uvira, huku gavana makamu wa jimbo la Kivu ya Kusini hakitoa ujumbe wake kutokana na kuondoka kwa wahasi hao M23, na huku kiongozi mchaguliwa wa tarafani Fizi aitwaye Bumbu Malite ameweza kutoa shukrani zake wa tarafa la Uvira pamoja na Fizi ya kwamba amani ya kudumu sasa ndio sura yenyewe inaanza kuonekana. Na kama ni mara yako ya kwanza mpenzi mtazamaji kuweza kutembelea channel yetu ya Global Vibes TV, naomba upate kubonyeza alama ya subscribe, kisha utagonga hicho kidude cha kengele kwa ajili ya kupata video zetu nyingi zaidi, na pia usikose kucomment, kushare na kulike video zetu. Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupatikana katika channel yetu hii, naomba upate kuweka emoji ya bendera ya mahali ambako unakopatikana ili tupate kujua ya kwamba uko katika nchi gani au sehemu gani. Haijalishi uko Marekani, uko Tanzania, uko Rwanda, uko Burundi, uko Uganda, uko na hata pia katika nchi za kigeni ambazo ni za wazungu, upate kuweka bendera ya emoji ili tupate kujua ya kwamba unatufuata ukiwa katika nchi gani. Mimi nikuache tu mpenzi mtazamaji, utakuwa nasi katika kipindi kingine ambacho kitakachokujia muda sio punde. Asante. Nasema tena jambo kwa mkutano wote. Jambo watoto wa Fizi. Nawaza kitu ya kwanza kusema ni kumshukuru Mungu sababu alitutosha Bujumbura na kufika hapa. Tunasema tena wote waliotuombea na kutuunga kwa maombi, tunasema asante. Neno yetu ya pili
ni kusema kama ono ya Assemblée provinciale ya Sud Kivu na ono ya badepute yetu hapa present, tunasema pole sana kwa yote iliyofika, na tunapendelea tuwebakie positif. Mungu anaendelea kutupiganishia na hata tuachilia kamwe. Kwa safari ya musafara ya siku ya leo ni delegation ya gouvernement provincial enye ilipenda kuya kuevaluer situation sécuritaire na sociale, na il a accompagné excellence monsieur le vice-gouverneur de province kwa message nzuri ya amani enye alileta, enye sisi sote tulileta kwa kumwakompanye, kwa kuonesha watoto wa Fizi, watoto wa Baraka kama tuko kitu kimoja. Kama tukukuja ni sababu tulikuwa tunatayarisha sisi wote tukuje pamoja, sababu tuseme neno moja. Kwa ile tunapendelea watoto wa tarafa ya Fizi na watoto wa Baraka wa kipekee wawe tayari kusikia ujumbe umeotoka ku province ya Sud Kivu. Mungu aendelee kubariki watoto wa Fizi, Mungu aendelee kubariki watoto wa Baraka. Asante. Mikono